Mungu na dhiki havina budi kuwapata. Tupo kipindi cha mwisho, ni kipindi ambacho kinahitaji mwanadamu asimame kwa miguu yake mwenyewe. Hata kama hutaki kufa, tambua utakufa tu kwenye dhambi wewe. Mungu akubariki sana. Na sasa leo sitakuchosha sana. Natamani Mungu akufungua ufahamu, ujue ni kwa nini nimesema natamani kufa. Maana wengi huwa wanasikia tu title au hiyo ambacho hiyo thumbnail ambayo ni cover ambayo nimeweka nje, lakini hawajui ni kwa nini nimesema nataka kufa. Na ni kweli ndivyo nilivyo, ninatamani kufa hata sasa. Subiri nikuonyeshe neno la Mungu ambalo ndiyo taa ya miguu yetu na ndiye mwanga wa njia zetu. Tambua hakuna kitu kingine chochote ambacho tunaweza watumishi tukasimamia zaidi ya neno la Mungu. Kama mwanasheria kwenye mahakama anavyosimamia sheria za nchi. Mungu akubariki. Hebu tuende tukasome andiko moja katika kitabu cha Wafilipi 1 mstari wa 20 hadi 23. Anasema hivi: kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa ni kwa maisha yangu au ikiwa ni kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha na andiko lingine, Ufunuo 14, Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 13 anasemaje? Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Maneno mawili tu mafupi sana na ni mazuri sana, ambayo yanaweza kukusaidia ndugu yangu nanisikia. Paulo ni mmoja kati ya mitume ambao waliua sana wanafunzi wa Yesu. Huyu Paulo ndio aliyekuwa ameshika sheria ya Kirumi, alikuwa akiua wanafunzi wa Yesu sana. Hakubali watu wahubiri imani nyingine. Tukumbuka zamani dola la Rumi ambao ni Waroma walishika serikali yote kwa kipindi hicho kwa kina Kaisari. Paulo ndio alikuwa anaongoza kwa kuua wanafunzi wa Yesu. Lakini nataka nikwambie, ashukuriwe Mungu, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo anatokewa na Yesu njia panda. Wakati Paulo anakwenda kuwakamata wanafunzi wa Yesu akiwa anaelekea Dameski, amebeba na barua kwa wakuu wa makuhani kuua wanafunzi wa Yesu tu. Ndipo anasema akiwa njiani, ghafla nuru ikaangaza kutoka mbinguni. Hii nuru ikaangaza pande zote. Ndipo anasema alipotazama akakutana na sauti. Ghafla akauliza, nani Bwana wewe? Nuru imempiga, hawezi kwenda mbele wala kurudi nyuma. Ndipo Paulo pale Yesu anasema, mimi ndiye Yesu wa Nazareti unayeniudhi wewe Paulo. Ni Yesu wa Nazareti unayeniudhi wewe Paulo. Nakwambia sasa, nimekutokea kwa sababu hii. Nataka uende ukawe shahidi yangu kwa mambo uliyoyaona, na mengine nitajidhihirisha kwako. Hapo ndio mwanzo wa Paulo kuokoka. Ghafla akawa kipofu. Biblia inasema alipokwenda kule kwa kina Anania, ndipo Anania Mungu anakwenda kumfungua Paulo. Paulo anaanza kutangaza Injili, watu wanashangaa. Paulo huyu tunayemfahamu, tunayemjua, alikuwa akiua wanafunzi wa Yesu, leo anahubiri Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Yesu akikuokoa wewe, anakugeuza. Unakuwa ni mtu wa ajabu na ni mtu wa tofauti sana. Sasa hapa Paulo alipitia mateso. Watu wa dini walikuwa wanataka kumuua. Siku moja akampiga, akarushwa sokoni, wakajua amekufa. Jamaa anainuka tu katika, amemfukia piga na mawe mengi, anainuka na mawe kabisa, anarusha kule, anasema nimefufuka katika wafu. Huyu ndiye Paulo. Anasema ninatamani kama nilivyotazamia na kutumaini. Amemjua Yesu viwango vikubwa, akatambua kwamba Yesu ndiye mwokozi mwenyewe ulimwengu. Alikuwa hajui, ndio maana ukisoma kwenye Wagalatia anaeleza mengi sana kuhusu Yesu. Anasema hapo mwanzo nililiuzi kanisa, nilikuwa sijui, lakini Mungu alinipa neema, amenitokea, ndipo nayaona haya. Achana na imani zingine ambazo zinapingana na Paulo, au achana nao. Mafundisho ya Paulo ni mafundisho mazito, tena yana ushindi kama kishindo cha wakoma. Ndio maana watu wengi sana wanaogopa mafundisho ya Paulo. Nimekutana Waislamu wanayachukia, baadhi ya Wakristo wanayaondoa. Tutafuateje mafundisho ya mwanadamu? Paulo sio mwanadamu wa kawaida kama unafikiri. Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu alikaa ndani yake. Na Paulo anawaambia Wagalatia ile 1:12, haya nayo waambia sio yangu, ni Kristo ananipa. Ujumbe wa Bwana wa majeshi huyo. Ukikutana na mtumishi umekutana na Mungu, tambua. Ila achana, ukikutana na majini umekutana na shetani mwenyewe. Bwana asifiwe.
Paulo anasema kama nilivyotazamia na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, hivyo hivyo Kristo ataazimishwa kwenye mwili wangu, iwe ni kwa mauti yangu, iwe ni kwa uzima. Kwangu mimi kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Paulo huyo, kuna sehemu Paulo anaogopa kabisa, wanasema utaenda kufa Yerusalemu. Anasema sio kufa tu, niko tayari, sio vifungo, mpaka kuuawa niko tayari. Kumbuka wanafunzi wa Yesu wengi wamekufa vifo vya ajabu, lakini nataka nikwambie, ukishaokoka hutatamani kuishi kwenye dunia hii. Hata mimi nakwambia ukweli, sitamani kuishi. Hii dunia imechoka, imeharibika na imeoza. Isaya anasema ni tambala lilo bovu. Dunia inawaya waya kama mlevi, kama machela. Ukitembea magharibi unakutana na mashoga, unakutana na makahaba, wanakuzunguka kama nyuki. Ukitembea kwenye vilabu vya pombe, ukizunguka unakutana mambo ya ovyo ya ajabu mno. Unawaza, hivi kweli kwa dhambi hizi nitatoboa mbinguni kweli? Tambua, kwenye ukahaba tunajua, kwa sababu Mungu mimi amenitoa huko kwenye ukahaba. Ninafahamu tumesha kaa kwenye ukahaba sana. Toa fedha kwa makahaba. Sasa tumeokoka, lakini hizo dhambi Yesu anasema mtashinda, kwa sababu mimi nimeshinda ulimwengu. Hapo ndipo utajua kwa nini watu wengi hawatamani kuishi wakiokoka. Hata Yesu mwenyewe ni kiongozi. Kama wewe umeokoka kweli, hata wewe utatamani kufa. Paulo anasema kwenye Wagalatia, katika kitabu cha Wakorinto, anasema nyinyi mliookolewa mmetolewa na nyinyi mfe. Wengi sana ni rahisi kusema kwamba tunafuata nyayo za Yesu. Yesu ndiye mchungaji, tunafuata nyayo zake, lakini kufa na Yesu wamekataa. Wanakula dhambi kwenye dunia hii, wanafurahi na serikali, wanafurahi na dunia hii, wanafurahi na makahaba dunia hii. Na kuambia dunia inatisha. Dunia inatisha. Ukiokoka utatamani kuishi. Tena utatamani kufa hata saizi. Hata mimi mwenyewe laiti kama Mungu angesema chagua moja, nikuondoe sasa, na niko tayari hata saizi. Yuko mtumishi mmoja anaitwa Elia. Elia anasema, Baba chukua roho yangu, mimi sio mwema kuliko baba zangu. Elia, miujiza aliyofanya Elia, hakuna nabii anaweza kufanya miujiza kama Elia, zaidi ya Yesu mwenyewe. Shusha moto toka mbinguni, moto umeshuka, lamba manabii 400, na achana na wengine waliokuwa na waua, hata Biblia haijaandika wengi kuliko, yani leo waua wa mwisho ni 400. Huwa manabii wa Yezebeli, mwanamke Yezebeli mchawi, mpaka imefika mara Elia hofu imemkamata, vita ni vikali kwenye dunia hii. Mpaka Yezebeli anatuma barua, mwambie Elia na yeye sasa nitapambana naye, miungu ilifanyie na kuzidi. Elia kaenda kujilaza, anasema, Baba mimi sio mwema kuliko ndugu zangu walionitangulia, au watumishi waliotangulia. Naomba Mungu nichukue roho yangu. Ashukuriwe Mungu. Akamwambia Elia, najua unatamani kuja mbinguni, lakini tambua bado kazi unayo kubwa. Nenda kamtie mafuta kwanza Elisha, wewe ipo kazi nyingine. Ndio maana Paulo anasema nikibaki duniani basi mimi ni matunda ya kazi. Hata mimi natamani kufa. Hata watumishi usije ukaona kina Mbarikiwa Mwakipesile wanapiga kelele mpaka inafika mahala wanagombana na serikali, unafikiri mchezo. Wamejitoa muhanga, tuko tayari kufa kusema uovu, kwa sababu Mungu anasema nendeni mkaiseme kweli duniani kote. Msiogope watakaoua mwili, hawataua roho zenu. Tunatamani kufa pamoja na Kristo. Paulo anasema kufa ni faida. Kufa ni faida. Hata kama wewe ni mtumishi unaogopa kufa, Mungu anasema kwenye kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 8, waoga wote sehemu yao ni jehanamu. Kama umeokoka, tambua unatakiwa kufa wewe hata sasa kwa ajili ya Yesu. Unaweza ukahubiri sehemu ukapigwa mawe ukafa. Wengi waoga wanajaribu kutetea mambo ya dhambi ili kuwafurahisha watu wa dunia hii. Ikionekana unasema ukweli, utachukuliwa sheria, utatukanwa, unaweza ukafungwa. Lakini Yesu anasema vifungo na dhiki havina budi kuwapata. Tupo kipindi cha mwisho. Ni kipindi ambacho kinahitaji mwanadamu asimame kwa miguu yake mwenyewe. Hata kama utaki kufa, tambua utakufa tu kwenye dhambi wewe. Baada ya kifo, Mwebrania anasema baada ya kifo ni hukumu. Hukumu ya milele hata milele. Jehanamu yenye moto mkali. Ndani kuna funza ambao wanatoboa fuvu, wanaacha sumu, haufi milele. Daudi anasema kama binadamu tumepewa miaka 80 tukiwa tuna nguvu. Ndio maana anaandika kwenye Zaburi, anasema binadamu tuna miaka 80 tu kama tuna nguvu.
Haya, kama hatuna nguvu mpaka 70, na amesema ina thamani mauti ya wacha Mungu. Ukisoma Zaburi ya 116 mstari wa 15, anasema Daudi, ina thamani mauti ya wacha Mungu. Kazi ya duniani sio mchezo, ni vita vikali. Imani ni vita. Hatupambani na serikali, tunapambana na roho za shetani zinazotembea katika wana wa kuasi. Tambua sisi miili yetu ni nyumba ya Mungu. Shetani naye anakutamani wewe uwe nyumba yake, akutumie sawasawa. Ndio maana Paulo anasema hivi, ile roho ya kuasi hivi sasa inatenda kazi katika wana wa kuasi kwa binadamu hawa. Sasa unapoona mtu anakutukana, ujue ni shetani anakutukana. Ndio maana Paulo alienda kuhubiri Tesalonike kule katika mji wa Makedonia. Yupo Paulo anahubiri ule mji wa Tesalonike, anasema wakatuma watu kuzimu. Sikiliza, kuzimu ikafanya kikao, inasema tutafute watu wakamchafue Paulo ili asihubiri injili. Paulo anasema alipotukanwa akasema kama mstahili uzima wa milele haina shida. Yesu anasema mkifukuzwa kunguteni mavumbi, iwe ushuhuda kwao, ondokeni. Paulo anakwenda sehemu nyingine, wanamtukana. Vyombo vya shetani, vyombo ambavyo vimeandaliwa na shetani kwa ajili ya kuhakikisha watumishi wa Mungu sisi tunaishia kwamba kukata tamaa. Lakini nataka nikwambie, mwisho wa siku Paulo anamwambia Timotheo, vita nimevipiga, imani nimeilinda, na hata sasa nakwenda kumiminwa, kufariki kumefika. Hata kufungwa nimeshafungwa sana, kufariki kumefika. Agabo anamwambia Paulo, vifungo na ziki vinakungoja. Wanafunzi wa Paulo wakaanza kulia. Paulo akasema, msiogope, mbona mnanivunja moyo? Siko tayari, sio kufungwa tu, hata kufa niko tayari. Hata mimi nakwambia, kufa napenda. Kama Elia anasema, Mungu chukua roho yangu, mimi sio mwema. Wewe ni nani wewe? Unafurahia kukaa duniani, unataka nini wewe? Dhambi tu zinakutesa. Ukifa kwenye dhambi ni hatari. Ndio maana tunaona ukishaokoka wewe, na ngoja nikupe siri, ukiokoka ukimpokea Yesu, hata sasa ukafunguliwa macho kama Paulo alivyofunguliwa, wewe utatamani kuishi duniani. Watu wa dini wanatetea dini, dini za wenzetu wale. Wengine wako tayari kufa kwa sababu ya kutetea mitume, watu wa dunia hii ambao ni wanadamu. Hata mitume wenyewe hawajawahi fanya jambo lolote zuri au jambo lolote lenye kuwapa tumaini la uzima wa milele. Sisi tunamtetea Yesu aliyekufa akafufuka, akasema nawapa kazi, fateni nyayo za mimi mchungaji. Anasema baada hata kama mtakufa, kuweni waaminifu hata kufa, nami Yesu anasema nitakupa taji ya uzima. Ndio maana Paulo anasema Kristo lazima azimishwe kwenye miili yetu, iwe ni kwa maisha yetu au kwa mauti yetu. Hatuogopi kufa ndugu yangu wewe, tunachoogopa kufa na dhambi peke yake. Ndio maana Yohana hapa anasema kwenye Ufunuo, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Kumbuka Mungu alipoumba dunia hii, ile siku ya 7 ya Sabato, anasema akastarehe. Sasa wewe unataka uende mbinguni ukastarehe kwa kazi gani wewe? Kwa ukahaba uliofanya utastarehe? Kwa huo uzinzi utastarehe? Nimemwangalia mtu mmoja kiboko ya wachawi, anaonyesha klipu. Unaona Mungu ameanza kufanya mambo ya ajabu, hadi manabii wanagombana wao kwa wao. Kiboko ya wachawi anasema yule mtumishi yule kuhani Musa yule anabaka washirika, ameonyesha klipu kiboko ya wachawi. Sasa jiulize, ni mtumishi wa Mungu, halafu amegeuzwa na shetani, amejikuta ghafla anaingia kwenye mambo ya ovyo. Wakati mwingine unauza mpaka maji, katoni ya maji. Kuna mtu nimekutana naye anasema nimenunua katoni ya maji kwa mtumishi wa Mungu 2500 kama maji kadogo. Dhambi zimewavaa, shetani amewavaa. Paulo anasema Mungu anawaletea manabii uongo nguvu ya kupotea sana, kwa sababu hawataki kuokolewa, wameng'ang'ana na dhambi. Ndio maana dunia sio nzuri, hata mimi mwenyewe wanaogopa. Hivi nitatoboa kweli? Petro anasema hukumu ya kwanza ni kwa watumishi wa Mungu. Kama mwenye haki ataokoka kwa shida kwenda mbinguni, hivi itakuwaje kwa wasiomcha Mungu? Paulo mwenyewe anaogopa, anasema mimi nasongwa na mambo mawili, natamani nikakae na Kristo, lakini kuishi katika mwili nimeachwa kwa ajili ya kazi. Lakini hata sasa nikimiminwa kwenye dhabihu iliyo bora, natamani kufa. Ndio maana watumishi wanaotamani kufa, angalia, hawacheki na dhambi. Serikali namkamata mahakamani, hakuengeshi macho. Hata rushwa alipokei, wacha na tufe tu. Kwa Yesu kuna raha. Ndio maana wewe unaangalia angalia wanasiasa, jifunze wanasiasa. Mwanasiasa yuko tayari afe kwa ajili ya siasa, na jehanamu anakwenda kwa sababu kosa kubwa hakuokoka kumpokea Yesu. Amesahau dhambi alizofanya. Uwe ulizini mara moja, uwe ulikunywa pombe, uwe ulichanja, maadamu huna Yesu, wewe ni jehanamu moja kwa moja. Ni bora ukaendelea kula, kama hujaokoka, bora uendelee kula ugali na dagaa hapa duniani, ila sio utamani kufa.
Tunayotamani kufa ni sisi ambao wenye Yesu. Utasema mhubiri, unajiweje unaenda mbinguni? Neno la Mungu linasemaje katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 5? Mungu anasema jithibitisheni wenyewe kama mpo katika imani. Kwani wewe unavyoniona unanionaje? Unaniona mimi ni mtumishi sio mtumishi? Ukipita barabarani watu wanakuonaje? Ukitembea watu wanakuonaje? Kwanza wakati mwingine dhambi zako mwenyewe unajua tu. Dhambi zinakuonyesha wewe ni wa wapi. Wewe ni wa mbinguni au jehanamu. Baada ya kifo ni hukumu inakuja. Baada ya kifo hukumu inakuja. Kwa manabii wa uongo, kwa mitume wa uongo, kwa wainjilisti wa uongo, waimbaji wa uongo, wanaotaka kusifia madhabahu makahaba, Yesu atawaleta mpaka hukumuni. Lakini neema kama ipo, ukigeuka leo, Bwana atakusamea hata wewe. Ukigeuka, hutatamani. Usimwasi Mungu kwa sababu ya kipande cha mkate tu. Fedha. Wewe, hela ndio unamwasi Mungu? Haiwezekani. Haiwezekani hela ufanye mwasi Mungu. Daudi anasema kwamba nilikuwa kijana sasa ni mzee, sijawahi ona Mungu mwenye haki anamwacha hivi hivi akaombaomba mikate barabarani. Ndio maana Daudi anasema, nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa baba ambako kuna raha mbinguni, ni jiji la dhahabu. Na Ufunuo Yohana anasema ile mji ni jiji la dhahabu, lina raha, tutatembea ndani yake. Sasa duniani hapo kuna raha gani? Kwa Mungu tutaishi milele hata milele. Hata milele, yani hakuna injili tena kule. Hakuna kuhubiriwa kule, tutapumzika. Mungu anasema nitawafuta machozi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana, wale manabii waliouawa zamani, Yohana anasema akaona manabii vichwa vya manabii, roho za manabii waliouawa zamani zipo kwenye kiti cha enzi cha Mungu kwenye madhabahu pale. Zinasema, Bwana, lini utatupatia haki yetu? Lini utarudisha haki yetu? Kwa wale watu waliotuua duniani, Mungu anasema kawapa mavazi meupe kama hili, lakini hii haingai sana, yenye mavazi ya kung'aa kama ya Mungu siwezi kuyaeleza sana. Akaambia Mungu starehe, bado wakati mchache tu, kuna watu duniani watauawa kama ninyi, ambao ndio wale wanatakiwa kuokoka. Na Yesu kumbuka alishasema, kondoo wengine ninao, sio wazizi hili, lakini haina budi niwalete. Kutakuwepo mchungaji mmoja, kundi moja na mchungaji mmoja. Sisi ni kondoo ambao watakuwa wa taifa la Israeli. Yesu alipoona hao wanafaa akatuleta hapa. Kwa maana Paulo anasema matawi halisi ya taifa la Israeli yalipomkataa Masihi, wakaondolewa ufalme, wakatugeukia mataifa. Na Mungu anasema, Paulo, nimekuweka uwe nuru ya mataifa, tutaangaza duniani kote. Wewe pombe sikukoseshe mbingu, ulevi kitu kidogo sana, acha hivyo vyote, njoo kwa Yesu, kuna raha. Yesu anasema nitawapa raha nafsini mwenu, amani na waachia. Ndio maana tukikaa usiku hatuogopi chochote, ni kama ichawi anakuja kuninyonga nife, njoo kama unaweza. Kama Mungu ananihitaji niwe hai, nitakuwa hai. Hutaweza kupigana na watumishi wa Mungu shetani, hutaweza, maada Mungu anataka tuwe hai tu. Kumbuka kwa Elia, Mungu anamwambia bado kuna kazi kubwa. Ndio maana kufa, tunatamani kufa. Uliza waimbaji hao wa dunia hii, hawa hawatamani kufa. Ndio maana ukiona muoga wa kufa, tambua ni mwenye dhambi tu wewe, na sio Mkristo wewe. Ndio maana muoga wa kufa. Mbona watu wa dini wale wanakubali kufia kwa sababu ya mitume wao, halafu hawana thawabu yoyote? Ukifa na Yesu, kwa sababu alikufa akafufuka, imani yetu, tumaini letu lipo kwa Yesu. Tunaamini tutaishi pamoja naye. Paulo anasema ikiwa tulikufa pamoja na Kristo, tutafufuliwa pamoja na Kristo. Kristo anasema, wanangu, mmeshinda ya dunia, mmekubali kufa kwa ajili yangu. Kataa saa hizi, baada muda sio mrefu inakuja. Yesu anasemaje? Itamfaidia nini mtu apate ulimwengu wote afu apate hasara nafsi yake? Mtu yote asiyeweza kujikana kunifuata mimi hanifai kuwa mwanafunzi. Kama wewe Mkristo bandia uliokaa kwenye dini ni mapokeo ya wazee waliomtafuta Mungu zamani mpaka wakaabudu miungu, wakaabudu mizimu, wakasema ndio Mungu, wakaabudu miti kwa sababu inawapa matunda, wakasema huu mti ni Mungu, wakaabudu makaburi kwa sababu wanazikia watu, wakasema Mungu anapatikana hapa, na shetani akawa na wajibu. Lakini Mungu anamwambia Paulo, hayo yote waliyafanya kwa kutokujua. Nimeweka nyakati nitawahukumu wote dunia yote. Ndio maana Paulo anasema wote wametenda
kutenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wanahesabiwa haki bure kwa njia ya imani ya Yesu. Na huyu Yesu alikuacha ufuate miungu hiyo ya baba zako. Anashuka kwenye bustani hapa duniani leo, anauliza, mwanangu Adamu, uko wapi? Uko wapi? Tumejificha nini? Yesu anakuta dhambi zimetawala, anaingia kwa makahaba, mpo wapi? Wanalia makahaba, wanaanguka miguuni pake, wanasema tusamee Baba. Yesu anasema usitende dhambi tena. Sasa siku hizi watu wameshageuza kuanguka ni fashion, ukahaba ni fashion. Yani kuna wakati mimi hata mahubiri kuna wakati sita edit, nitakuwa narusha hivyo hivyo live, haina shida, lakini upate kujua Yesu akikuweka huru ukahaba utaisha. Kitakacho kumaliza wewe ukahaba ni Roho Mtakatifu. Hiyo ndio zawadi ya pekee sana. Ndio uwezesho wenyewe. Mimi mwenyewe nilikuwa siwezi kuacha kucheza kamari, ukahaba nilikuwa siwezi. Ile siku ile Roho Mtakatifu aliposhuka kaingia ndani kama kidonge vile katika maji. Yesu anasema hayo maji yakiingia ndani yako yatakata kiu yote. Ghafla nimegeuka kuwa mtu mwingine. Leo nakugeukia na wewe ambao ulikuwa unashirikiana na mimi zamani kwenye ukahaba, ulevi, uzinzi, utapeli, rushwa. Hayo yote Mungu ameandika. Kama umegundua CCTV duniani, Mungu yeye amekuandika habari zako kwenye kibao cha moyo wako mwenyewe. Yaani ndio maana Yesu anasema kama mimi najiita mwana wa Mungu amniamini, mbona nyinyi wenyewe ni miungu? Mungu ndio maana ni Mungu wa miungu. Wewe mwenyewe ni Mungu mdogo, wewe hujui tu. Wewe ni Mungu mdogo, ndio maana anaitwa Bwana wa mabwana, kwa sababu wewe mwenyewe unaye bwanako. Hata Mungu ni Bwana wa bwana wako, hujui. Mtu mmoja anasema kama nyinyi wana wa Mungu, mbona Mungu hana watoto? Hao watoto uliopewa wewe ni mfano wa watoto wa Mungu. Kama Mungu hana macho, mbona wewe una macho? Na maana Mungu anasemaje, macho yangu yanawatazama wanadamu? Mungu ana macho, ana pua na ana masikio na anahisi. Ndio maana anamwambia Musa, mimi ni Mungu mwenye wivu. Yaani mtu anayetamani kufa hata Mungu anampenda. Na cha ajabu unakuta ndio hafi. Natamani kufa hata mimi hata saizi. Yeye anatamani kufa. Hivi ni kipi nitafanya nife cha Mungu? Halafu ndio wachau saizi ndio wananikimbia tofauti na zamani. Nilikuwa nafikama mpaka uvunguni. Wachau wameanza kunikimbia. Yaani wacha tu waje wafe. Na siogopi saizi, mimi nakwambia kama ni bangi zimeharibu ufahamu. Yaani kinywaji, Yesu anasema, Paulo anasema msileo kwa mvinyo mjazwe roho. Mlevi akinywa pombe unamuonaje wewe? Hao ni aibu, anatukana matusi barabara nzima. Kama tukana atazunguka na tukana matusi barabara yote. Huyo ni mlevi. Ila Paulo amejua, anasema msilewe kwa mvinyo, tangu sasa mjazwe roho. Maana Roho Mtakatifu kisha kunywa akiingia unakuwa kama mlevi. Ndio maana watu wanasema mbona mnahubiri hamuoni aibu? Hatuoni aibu kwa sababu Roho Mtakatifu ni kinywaji kizuri sana. Pombe ya kulevya, hizo pombe zingine ukinywa unatukana. Pombe hiyo ukinywa utamwabudu Mungu, utamsifu na kumsujudia Mungu aliyekuumba. Mungu akubariki. Tambua ina thamani mauti ya wacha Mungu. Watu waliookoka wanatamani kufa. Waliosimama kwenye imani, tafuta wahubiri wakubwa leo, waulize, hivi unatamani kufa? Atakwambia ndio. Kufa lakini sio kwenye dhambi. Kufa katika Bwana Yesu. Uliza wainjilisti waliosimama, unatamani kufa? Hata saizi aisee. Huko mbinguni ni kwa ajabu. Duniani kuna vita ni vikali, hapa tunapambana na dhambi. Tunaogopa. Sije muda wote ukaanguka bure. Mtu umeshaokoka alafu nasikia, angalia wachungaji leo. Angalia wachungaji wakubwa leo wako kwenye madhabahu. Walikuwa wanamhubiri Kristo vizuri zamani, miaka imeenda, wamemzoea Mungu, leo wamegeuka kwa manabii wa uongo, wanauza maji. Angalia wainjilisti, angalia mitume wa manabii. Walikuwepo zamani wanahubiri injili. Vijana tulikuwa tunasikia miaka ya zamani. Leo shetani amewageuza, wamejikuta wamekuwa ni wajasiriamali wa kuuza vitambaa. Angalia waimbaji kama walikuwa naimba zamani vizuri, leo wamegeuzwa, wamekuwa ni watu wa kusema ukitaka tuje kuimba leta fedha, wanatoza fedha hadi kazi ya Mungu. Angalia wachungaji walikuwa wanakataa sadaka zamani, ambazo sadaka za pombe. Leo hii ukiuza pombe wanakuambia sio dhambi, toa fungu la 10. Sasa unafikiri duniani ni mchezo? Duniani kuna vita. Tunawaza tutatoboa kweli ama hatutatoboa. Ndio maana unasema ukiokoka tamani kufuata saizi kama asante Yesu. Kuna mtu mmoja anamtamani sana. Kuna mwizi mmoja alikaa msalabani, mkono mwingine wa kulia, mwingine mkono wa kushoto. Halafu ile wametundikwa msalabani, wakati Yesu ametolewa, wanauawa pamoja, kwa sababu Yesu alimtoa kwa hila. Yule mwingine akasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, si ujiokoe mwenyewe, uniokoe na mimi. Sikiliza jambazi lingine la upande wa kulia lile likasema, wewe nyamaza kimya wewe. Huogopi hata Mungu. Jambazi hilo. Imani imeingia, neema hiyo, unyenyekevu unafaa sana. Huogopi hata Mungu. Huyu hajafanya dhambi yoyote huyu.
Wewe umefanya, tunapata malipo tunayostahili, maana uwizi una posho yake ni kifo. Agano la Kale ulikuwa unakufa ukiiba, lakini sisi tunapata malipo yaliyostahili. Huyu hajafanya dhambi. Sikiliza alichokisema huyu jamaa. Akasema, jambazi likasema, Yesu, naomba unikumbuke utakapoingia kwenye ufalme wako. Mungu pale pale ghafla akamsamehe, akamwambia, sikia, kuanzia sasa nitakuwa na wewe mahala pema peponi. Haisei hicho kifo, na mimi naona yani sio jamani, pata bahati. Hajafanya kazi yoyote ya kuhubiri, wala hajaombea mtu yoyote, wala hajatembea na hangaika. Jamaa ameokoka pale msalabani na msamaha na mbinguni ameingia. Alafu utakuta mtu umekaa miaka mpaka 60, alafu dakika ya 90 kifo kwenye dhambi. Shetani anakuwinda. Hivi nimewaifanya mimi kazi machinjoni. Ng'ombe anapowekwa kwenye zizi, anapowekwa kwenye zizi huwa anajiona yuko salama. Lakini ghafla anawekewa na majani au pumba, anapoendelea kula ile pumba, ghafla hajakaa sawa, anakuta kamba kwenye shingo. Vipi, kuna nini tena hapa? Unaona pumba zinazopewa na shetani vihela hivyo. Halafu anakokotwa, hajakaa sawa, shoka. Ng'ombe huwa wanapata wazimu. Hivyo ndivyo ilivyo watu wanaokula dhambi, wanapokea mahela ya mikataba. Shetani amewatega nyinyi, mmenasa. Njooni kwa Yesu, rudi. Hii ni injili ya kurejesha tu. Usije ukasema nini, mimi ni sauti ya Yeremia. Wewe Yeremia, ninakutuma kati ya mataifa. Yeremia ni kijana mdogo. Mungu anasema usiseme mimi ni mtoto, wewe nitakutuma kwa utakaye kwenda. Hata sasa nimefika mwisho. Tunatamani kufa sisi. Hatupendi kuishi. Usione tunajichekesha hapa. Tunatamani kufa sana tu. Tutahubiri watukane, hata kama wangesema mtakufa nyinyi, tunawaua, uweni tu kwa sababu ya Yesu. Mbona mwizi yuko tayari afe kwenye wizi? Hasa sisi je, watumishi? Ukiona mtumishi anaogopa kufa, huyo ni dhambi zinamtesa huyo. Waoga wote. Tafuta mchungaji, tafuta mhubiri, tafuta mtume au nani, hata kama yule jamaa anayetembea na kamba juu ya anga ili kutafuta kiki apate washirika wengi. Wote unaowaona ni waoga kufa, wanaogopa kufa. Lakini sisi hatuogopi kufa. Wacha watafute kiki, waendelee na maisha yao. Tunaye Yesu wa Nazareti, anasema hivi, shika sana ulicho nacho, asije mwovu akatwaa. Kuweni waaminifu mpaka kufa, na mimi nitawapa taji ya uzima. Au mitume hawana taji ya uzima? Hao wana taji za mauti. Shetani ni mauti huyo anayetembea. Paulo anasema tulikuwa wafu tunatembea, lakini sasa tumekuwa wazima katika Kristo Yesu. Mungu akubariki. Kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate pumzika baada ya tabu zao za dunia hii. Vita ni vikali sana. Ndio maana ukiokoka kikamilifu hutatamani kuishi. Hutatamani hata ingeinuka nani. Hautatamani kuishi hata ingeinuka. Kwa sababu ya nini? Umejua faida ya mbinguni. Mungu anasema kwa Isaya, mimi ni Bwana Mungu ninayekufundisha upate faida. Faida ndio hii. Tunajiamini sana kwa Yesu. Kwa Yesu kwanza, yani tunaingia popote na raha. Sisiki hofu. Daudi anasema huko nje duniani huko wako mbwa wachawi huko nje na waabudu mashanamu. Lakini kwa Yesu, Mungu akubariki sana. Wewe unayetamani kuokoka leo, tambua hujaokoka upate magari. Kama unataka kuokoka, hakuna magari kwa Yesu unayetaka wewe hayo. Ukiokoka ni kumtumikia Yesu, hayo mengine tafuteni ufalme, mengine yanafuata. Kama umepewa injili ya kuambia utapewa magari, hapa hakuna magari. Kama umepewa injili ya kuambia utapewa majumba, hakuna majumba huko. Kwa Yesu hakuna majumba wala magari. Na kuambia ukweli wewe. Kwa umeenda kwa mitume wako utakupa majumba, pokea magari alafu ufanye kazi. Pokea majumba alafu umekaa tu nyumbani unawaza winga, umekaa winga kuiba vitu vya watu. Hakuna majumba kwa Yesu. Kwa Yesu kuna amani ya Roho Mtakatifu peke yake atakaye kuongoza kufika mbinguni. Hayo mengine Mungu anasema nitakuzidishia. Mimi sikuhubiria habari za kupata hela na magari na majumba hapa. Mtoto hujamjua Mungu, unataka gari za nini wewe? Si ndio utaenda kutambishia watu barabarani? Hujamjua Mungu, unataka linyumba lizuri ili uvae dela vizuri, ushike na hivi useme walinicheka sasa wataona. Nini hiyo? Mungu anasema mjue kwanza Mungu. Tafuteni ufalme wa Mungu, kumjua Mungu kwanza, mengine atakuja. Sina injili ya kupendelea wala sina tafuti kiki hapa. Kama utaki kufuatilia mahubiri yangu usifuatilie. Wanaomjua Mungu, Yesu anasema walio wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu. Wewe usikii kwa sababu sio wa Mungu. Hata kazi unazozifanya za baba yako Ibilisi, Jehanamu inakuhusu. Mungu akubariki. Nimekuombea sana.
na nimekuhubiria sana, na injili ya kweli mtu ukisha mhubiria, injili ambayo inamrejesha mtu kwa Mungu. Ukishahubiriwa, Mungu anakuambia wewe nitakupeleka jehanamu, lakini unapogeuka, Mungu anasema ukigeuka na kuacha atakusamehe. Kwa hiyo ukiona mhubiri anakuhubiria neno la Mungu, anakuambia okoka, acha hayo yote, huyo ni sawa. Basi na mimi nakuambia, ukirejea tena, hata kama umefanya dhambi za kutosha, yuko Yesu anayesamehe. Anasema anarejesha miaka iliyoliwa na nzige na madubaru na parare. Dhambi zako hata kama zimeliwa na shetani kiasi gani, maadamu hujafa, mshukuru Mungu, atakurejeshea. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako, naomba unisamehe. Futa dhambi zangu zote ambazo nimezifanya kwenye kitabu chako cha hukumu. Andika upe jina langu Yesu kwenye kitabu cha uzima. Nimesikia injili hii. Asante Yesu kwa kunisamehe. Kuanzia sasa na ili kugeuka na kutumikia katika roho na kweli. Nipe na Roho Mtakatifu kushinda dhambi zangu, katika jina la Yesu, amen. Basi kama umeokoka, ukihitaji zaidi, kama kuna wengine umeshaokoka kwa kufikisha sala hii, kuna namba za simu hizo hapo chini, zitazame na kuwekea. Utanipigia simu, halafu mimi nitakuelekeza nini cha kufanya. Na kumbuka, hizi ni siku za mwisho. Wako manabii wengi wa uongo, wako manabii feki uongo wengi. Wanabii wa uongo wamekuwa ni wengi. Kama ujue original, utajua feki. Kwa hiyo mimi nitajua ni kuweke wapi, nitakupigia simu popote ulipo, piga simu. Mungu akubariki. Utakuwa na ushauri, unahitaji nini chochote, nipigie na Mungu akubariki. Niite mwinjilisti na mwimbaji Daudi Mahenge. Ninakupenda. Amen.